wako Bwana majeshi. Wakati niko naomba nimeona bendera ya Kongo, ndani yake niko bendera ya Amerika. Kwa hiyo nakutukuza Bwana majeshi, maana nimeona bendera ya Kongo, ndani yake niko bendera ya Amerika. Na bendera ya Kongo ile couleur ilikuwa na force sana, ikiweza kuwemo ndani bendera ya Amerika. Alors bendera ya Amerika iko première puissance mondiale. Kwa hiyo nimeona première puissance mondiale imekuwa ndani ya bendera ya Kongo, na bendera image na ile couleur ya bendera ya Kongo ilikuwa na puissance na nguvu domine couleur zote. Kuko couleur ya bendera ya Amerika ndani ya couleur ya bendera ya Kongo. Kwa hiyo nimekuja mbele yako Bwana pate kutupatia tafsiri ili kwamba Bwana tupate kujua nini nataka kusema leo tarehe 5 ya mwezi tarehe 6 ya mwezi wa 12 mwaka 2025. Asante Yesu kwa ajili ya hilo ambalo linaonyesha kwamba ndani ya bendera zote zetu na zile bendera tunaona ndani yake mko bendera ya Amerika. Bendera ya Kongo unapatikana bendera ya Amerika kwa ndani kidogo, lakini bendera ya Kongo imemeza bendera ya Amerika ndani, yani image ile inaonekana ndani. Kwa hiyo sijui kama ni relation internationale ya première puissance mondiale pamoja na kunajua, si kwa sababu kuna uhusiano fulani ama kuna kitu fulani ambao imeshafanyika, lakini najua Bwana kuna kitu nataka kuongea, lakini kwa sababu sisi binadamu tunapoona kitu mara moja tunakifikiria kwamba kwa sababu kulikuwa mkutano fulani ambao ulikuwa na makoro fulani, lakini ngali tu unasema jambo hili linataka kuchukua. Kulikuwa unaonyesha wakati yenyewe kulikuwa kwa watu walitoka delegation kutoka Kongo na kuja hapa Marekani kukutana na Donald Trump, na kulikuwa unaonyesha tu ile bendera na ndani yake ilikuwa image ya bendera ya Amerika, na image ya bendera ya Kongo imemeza ile image ya bendera ya Amerika, ile couleur ya fond, couleur ambayo inaonekana kwa ndani mko ile image ya bendera ya drapeau ya Amerika. Kwa hiyo nataka kutafsiri, hata kama inaweza kuwa ninahisi kutafsiri, ila nafikiria kama ni hii na wazo nafikiria ya mtu nataka tafsiri kutoka kwako ya kimungu, ili kwamba nipate kuelewa ile image ambayo inaonekana na vision ya drapeau ya Kongo kuwa ndani drapeau ya Amerika. Kwa hiyo nisema drapeau mbili ziko pamoja zinapatana. Kwa hiyo nataka pekee tupatia mwangaza, ubarikiwe na utoe sifa tukufundishie na shukrani kwa Mungu. Ndio mfano maana nataka itafsiri, nataka mwangaza, nataka nione Bwana mwangaza, nataka nipate mwangaza, confirmation ya parole yako, confirmation ya Kristo. Nataka nipate mwangaza kupitia andiko lako katika Biblia. Wapi ndio kwenye image ya nchi nyingine ilikuwa ndani ya image ya bendera ya nchi nyingine. Kwa hiyo nataka Bwana uonekane wapi katika Biblia, wapi katika historia. Nahitaji kuonekana pata kutufunulia zaidi wapi ndani ya historia ndio ile nchi ambayo inaonekana kuwa ina vita kubwa, na nchi ambayo inashema kama Umoja wa Mataifa inaonekana kidogo ndani ya bendera ya nchi ndogo. Kweli ni nchi kubwa, lakini nchi ni continent. Na sasa ile yetu kwa nchi ndani ya continent Afrika. Kwa hiyo inakuwa tena ndani, na hii nchi ambayo inadomine nchi zote inakuwa ndani ya drapeau ya nchi ya Kongo. Ndio ulizo langu kwa Bwana majeshi, maana ndio mwenye jibu yote. Nataka tuonekane, utende, uvirike, utukuke, ufanye kazi yako. Pana tuone Bwana mimi nataka kuongea ndani ya nchi yetu. Nataka tafsiri ya Bwana majeshi, nataka tafsiri Kristo wangu, nataka tafsiri mfalme wangu, nataka tafsiri, nataka kuona, nataka kuishi, nataka tafsiri Bwana majeshi. Kwa hiyo pamoja na hiyo nakabidhi kwa Mungu kwa mwako, nataka kupata kulinda, leta kimya na amani, leta furaha,
leta kimya katika nchi hii, leta kimya katika nchi. Sijui na sitaki kujua itatokana na nani na wapi na nini, lakini kitu kimoja najua, wewe Mungu mwenye amani, wewe ndio Bwana wa amani. Naomba amani katika nchi ya Kongo, naomba amani katika nchi ya Kongo, naomba amani katika nchi ya Kongo, naomba amani katika nchi ya Kongo. Mauaji na umwagaji wa damu, kufa, kushindia pia nyama, ishindwe na ikome. Hii kuchinja watu, kuondoa na kuwasepare vichwa, kukata ndugu, watu kwa sabote, hewa ya sabotage ya watu ambao wako nakuja wasijulikana. Bwana, wewe ndio unajua kitu kieusi chini ya jiwe nyeusi ndani ya bahari. Unawachua. Maana uko omniscience. Unajua wapi na hata kiliko ndani ya roho mawazo ya watu. Na uko mpresa mahali pote wako kwenye piko, wala wanafanya vitu ambao vituko katika nchi hii. Unawachua na haiko kusema uko na uwezo kushinda, unaweza kuwashika na unaweza kuwashika. Sasa kazi hii ni yako. Sisi kazi tunakuomba ile ni yako, sio business yetu, lakini business yako. Tukuingia mwa business yako kwa taifa lako. Tunaomba neema yako na rehema zako katika nchi hii yetu. Tukubali kupitia vita imesababisha wengi kukimbia nchi yao, imesababisha wengi kupoteza mali zao, imesababisha wengi kupoteza familia zao, imesababisha watu kuweza kupoteza wazazi, kupoteza watoto, inasababisha vitu vingi na affecte, inaleta blessure ndani ya vidonda vya moyo. Ndani ya moyo wetu tunapatia vidonda vya moyo na tuletea create blessure ndani yetu. Kwa hiyo tunataka wewe mganga wa moyo, utugange kwa vidonda vya ndani kwa jina la Yesu Kristo. Uko mwema mwenye neema zote. Naombea rais ambao yuko kwa hii wakati. Naomba Mungu umpatie nafasi na kibali cha kuweza kuzunguka nchi yake. Na mahali pote anapoingia apokelewe kwa ajabu na kila adui ashindwe kwa jina la Yesu Kristo. Amen.